Baada ya upande wa mashtaka Jamhuri kuhitimisha zoezi la maswali ya dodoso kwa ushahidi wa kwanza ambaye pia ni mshtakiwa katika kesi ya uhaini, Tundu Lissu leo asubuhi Agosti 28, 2026, Lissu alisimama na kuiomba mahakama kufanya maswali ya ufafanuzi re-examination, ambapo aliruhusiwa baada ya mjadala wa dakika kadhaa za hoja za upande wa Jamhuri za kutaka kufahamu atafanyaje hivyo ikiwa Lissu anajiwakilisha mwenyewe kisheria. Lissu alieleza kuwa haki ya kufanyiwa maswali ya ufafanuzi ni ya kisheria chini ya kifungu cha 156 cha kwanza cha sheria ya ushahidi, na kwamba kujiwakilisha mwenyewe hakuwezi kumnyima haki hiyo. Ameongeza kufanya hofu ya serikali kuhusu yeye kuibua mambo mapya haina msingi, kwani serikali inayo haki ya kuweka mapingamizi wakati wowote atakapovuka mipaka. Baada ya jopo la majaji kuruhusu mchakato huo uendelee, Lissu alisimama kizimbani na kuanza kushusha ufafanuzi mzito wa kisheria juu ya masuala mbalimbali yaliyoibuliwa wakati wa mahojiano ya dodoso, akijikita katika kubomoa hoja za serikali na kuweka kumbukumbu sawa. Lissu alianza kwa kufafanua jibu lake la sio kweli alilolitoa asubuhi ya leo kuhusu kama nia ya kutenda kosa inathibitishwa na tendo husika. Alieleza kuwa sio makosa yote ambayo nia yake inathibitishwa na matendo, kwani kuna makosa mengine ambayo nia yake inathibitishwa tofauti na matendo yenyewe. Na hasa katika kesi za uhaini, tafsiri ya nia ina umuhimu wa kipekee wa kisheria. Wakati wa dodoso, Lissu alibanwa kuhusu sababu za kutokuleta mahakamani tuzo zake za kimataifa alizozitaja. Akifafanua jambo hilo, Lissu alirejea kanuni kuu za ushahidi wa jinai zinazobainisha kuwa mshtakiwa hana wajibu wowote wa kuthibitisha kuwa hana hatia. Badala yake, mzigo mzima wa uthibitishaji wa mashtaka na hatia upo mikononi mwa upande wa mshtaka pekee. Lissu aligusia pia swala la constructive publications lililoibuliwa na upande wa serikali kuhusu video ya Jambo TV. Alieleza kuwa kisheria uchapishaji wa namna hiyo unaweza tu kutokea ikiwa mshtakiwa ana mamlaka au udhibiti, yani control, juu ya uchapishaji husika. Kwa ndani zaidi wa taarifa mbalimbali, usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.